Zion's daughter, oh, be glad and rejoice, Jerusalem. Lo, thy King doth come to thee. Lo, here comes the Prince of Peace, Zion's daughter, oh, be glad and rejoice, Jerusalem. Glad Hosanna, David's son, of thy nation blessed art thou, thy eternal kingdom found. Glad Hosanna, Lord on high. Glad Hosanna, David's son, of thy nation blessed art thou. Glad Hosanna, Prince of Peace. Now we greet thee, sovereign mild. Ever stands thy throne of peace. Thou the heavenly Father's child. Glad Hosanna, Prince of Peace. Now we greet thee, sovereign mild. Here, let us pray. In the name of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Dear Heavenly Father, Baba mpendwa uliye mbinguni, we come to you this morning full of thanks and full of praise. Twanja mbele zako asubuhi ya leo tukiwa tumejawa na sifa na shukurani. We thank you, Heavenly Father, because you have loved us. Tunakushukuru kwa sababu umetupenda. You have chosen us out of many that we can be called by your name. Umetuchagua kutoka kwa wengi ili tuweze kuitwa kwa jina lako. You have given us brothers and sisters. Umetupatia ndugu na dada. And you have been caring for us over the days. Na umekuwa ukitutunza kwa siku zilizopita. We thank you, dear Father, that we can gather today. Tunakushukuru Baba yetu wa mbinguni kwamba tunaweza kukusanyika siku hii ya leo. By this means of transmission. Kupitia kwa njia hii ya kupeperusha. We thank you that you made it possible. Tunakushukuru kwamba umeifanya iwezekane. And now we come to worship you and to adore you. Na sasa tumekuja kukuabudu na kukutukuza. Because you're worthy to be praised. Kwa sababu unastahili sifa. You're worthy to be worshipped. Unastahili kuabudiwa. There's no God who compares to you. Hakuna Mungu anaweza kulinganishwa nawe. In heaven or on earth. Mbinguni na hata duniani. We thank you, Heavenly Father. Tunakushukuru Baba wetu wa mbinguni. That you have given us servants.
kwamba umetupatia watumishi who serve us in the various congregations. wale ambao wanatuhudumia katika makusanyiko mbalimbali. We thank you for the many gifts that you've given to us. Tunakushukuru kwa karama nyingi ambazo umetupatia. And today, dear Father, please hear our plea to you. Na siku hii ya leo Baba yetu wa mbinguni, nakusihi uyasikie maombi yetu. Enable us to be strengthened through this service. Tuwezeshe tuweze kupata nguvu kupitia kwa ibada hii. And our hope for the coming of Jesus. Na tumaini ya ujio wa Yesu Kristo. Allow us to be strengthened in our love for one another. Tuwezeshe tuweze kutiwa nguvu katika upendo mmoja kwa ule mwingine. And to be strengthened in our love for Jesus Christ. Na pia tutiwe nguvu katika upendo wetu kwa Yesu Kristo. Now give us your word, Heavenly Father. Sasa tupe neno lako Baba yetu wa mbinguni. And allow us to understand it in the right way. Na tuwezeshe tuweze kulifahamu kwa njia inayofaa. For we pray this in Jesus' name. Tunaomba hili kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. My dear brothers and sisters, wapendwa kina kaka na dada, dear friends and all invited guests on this transmission, wapendwa wageni walioalikwa katika ibada hii inayopeperushwa, I'm happy to come to you once again today. Ninao furaha kuweza kuja kwenu siku hii ya leo. We did not anticipate this, but it has happened. Hatukuwa tunatarajia hili, lakini limekuwa. And now we get along. Sasa inabidi tuendelee. The Bible word today comes out of the Gospel according to Matthew chapter 21. Neno la Biblia linatoka kwenye kitabu Injili ya Mathayo mtakatifu 21. We read from verse 14 to 15. Tutasoma mstari wa 14 hadi wa 15. It says, "Then the blind and the lame came to him in the temple, and he healed them. But when the chief priests and the scribes saw the wonderful things that he did, and the children crying out in the temple and saying, Hosanna to the Son of David, they were indignant." Na vipovu na viwete wakamwendea mule hekaluni, akawaponya. Lakini wakuu wa makuhani na waandishi walipoyaona maajabu aliyoyafanya, na watoto walipopasa sauti zao hekaluni wakisema, Hosana mwana wa Daudi, walikasirika. Please be seated and we can hear the choir. Tunaweza kuketi na kusikia waimbaji.
Asante. Beloved brothers and sisters, Wapendwa kina kaka na dada, today is a very special day. leo ni siku maalum. It is Palm Sunday. Ni Jumapili ya Mitende. It is the day when we remember how Jesus entered into Jerusalem in a triumphant way. Ni siku ile ambayo tunakumbuka jinsi Kristo alipoingia katika mji wa Yerusalemu kwa njia ya ushindi. And all Christians around the world are celebrating this day. Na Wakristo wote kote ulimwenguni wanasherehekea siku hii ya leo. To help us understand this day better, ili kutusaidia tuweze kuifahamu siku hii vyema, we are going to hear the Bible reading. Tutasikia kusoma kutoka kwa Biblia. Kitabu cha Zekaria mlango wa 9 mstari wa 9. Kisha tutasoma kitabu cha Zaburi ya 118 mstari wa 22 hadi 26. Zekaria 9 mstari wa 9. Furahi sana binti Sayuni, piga kelele binti Yerusalemu. Tazama mfalme wako anakuja kwako, ni mwenye haki naye ana wokovu, ni mnyenyekevu, amepanda punda, naam, mwanapunda, mtoto wa punda. Zaburi 118 mstari wa 22 hadi 26. Jiwe lile walilokataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni. Neno hili limetoka kwa Bwana, nalo ni ajabu machoni petu. Siku hii ndiyo aliyoifanya Bwana, tutashangilia na kufurahia. Bwana, utuokoe, twakusihi. Bwana, utufanikishe, twakusihi. Na abarikiwe yeye ajaye kwa jina la Bwana. Tumewabarikia toka nyumbani mwa Bwana. Thank you. Asante. We can hear also some music. Vile vile tunaweza kusikia wimbo.
Thank you. Asante. My dear brothers and sisters, Wapendwa kina kaka na dada, as I said at the beginning, today is a very special day. kama nilivyosema hapo mbeleni, leo ni siku maalum. The Christians around the world are celebrating how Jesus entered Jerusalem. Wakristo ulimwenguni kote wanasherehekea jinsi Kristo alipoingia katika mji wa Yerusalemu. It is such a special day. Ni siku maalum. Today we're going to be looking at the events leading to the crucifixion of Jesus. Leo tutakuwa tukitizama yale matukio yaliyopelekea kusulubishwa kwa Yesu Kristo. Remember, this is just 1 week before he was crucified. Tukumbuke kwamba hii ni juma moja kabla ya kusulubishwa kwake. He had been warned that things are going to happen in Jerusalem. Alikuwa amepewa tahadhari kwamba mambo yatatendeka mjini Yerusalemu. And he knew that he was going to suffer in Jerusalem. Na alijua kwamba ataenda kuteseka kule Yerusalemu. And not only suffer, but he was going to die in Jerusalem. Sio kuteseka tu, lakini alikuwa anaenda kufa mule Yerusalemu. I believe he was afraid. Naamini kwamba alikuwa na uoga, but the mission that he had to accomplish was more important. lakini ile kazi ambayo ilikuwa mbele yake ilikuwa muhimu zaidi. So he threw himself in, na hivyo akajiweka mbele, and was ready to go to Jerusalem to die there. na alikuwa tayari kwenda mle Yerusalemu ili kufa kule. So there are various steps along the way. Kwa hivyo kuna hatua kadhaa katika njia Before he finally was crucified. kabla hatimaye kusulubishwa kwake. But we shall not go into all those details. Lakini hatutatazama hayo yote kwa undani. We want to look at the time when he entered Jerusalem riding on a donkey. Lakini tunataka kuangalia kipindi kile alipoingia katika mji wa Yerusalemu akiwa amepanda mwanapunda. This event is so important in the history of salvation. Tukio hili ni muhimu sana katika historia ya wokovu. Because it had been prophesied by the prophet Zechariah. Kwa maana ilikuwa imetabiriwa na nabii Zekaria. He had said that the Messiah will come into Jerusalem riding on a donkey. Alikuwa amesema kwamba yule Masihi ataingia katika mji wa Yerusalemu akiwa amepanda mwanapunda. And so when Jesus came to this point, na kwa hivyo Yesu alipofika katika hatua hii, before he entered into Jerusalem, he asked for a donkey. Kabla ya kuingia katika mji wa Yerusalemu, aliitisha mwanapunda. He sat on it and now was going in. Na akapanda juu yake na sasa alikuwa anaingia. And the Bible tells us there was so much joy. Na Biblia inatuambia kwamba kulikuwa na shamra. We see the events that unfolded as Jesus was entering Jerusalem on a donkey. Na tunaona yale matukio yaliyotokea wakati Kristo alipokuwa anaingia katika mji wa Yerusalemu. From verse 9 it says, kutoka mstari wa 9 inasema, then the multitudes who went before and those who followed cried out saying, Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Na makutano waliotangulia na wale waliofuata wakapasa sauti wakisema, Hosana mwana wa Daudi. Ndiye mbarikiwa yeye ajaye kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni. So these were the crowds that were escorting Jesus entering Jerusalem. Kwa hivyo haya alikuwa ni yale makutano waliokuwa wakimsindikiza Kristo anapoingia katika mji wa Yerusalemu. It says some were behind and others were in front. Nasema kwamba wengine walikuwa mbele na wengine walikuwa nyuma. And they shouted, Hosanna to the Son of David. Na wakapasa sauti wakisema, Hosana kwa mwana wa Daudi.
here confirming the words of the prophet Zechariah. Na hapa kudhihirisha yale maneno ya ule nabii Zekaria. So the coming of Jesus into Jerusalem, kwa hivyo kuingia kwa Yesu katika mji wa Yerusalemu on a donkey was to confirm this prophecy. Akiwa amepanda mwanapunda ilikuwa ni kudhihirisha unabii huu, that indeed he is the Messiah, kwamba kwa kweli yeye ndiye Masihi. And the crowds that gathered around him on that day confirmed that indeed he is the Messiah. Na kwamba makutano wale ambao walikuwa wamemzingira waliweza kuhakikishia kwamba kwa kweli yeye ndiye Masihi. Because the things that they were shouting were already written in the scriptures and they knew them. Kwa kwamba yale maneno waliokuwa wakiyasema yalikuwa yameandikwa katika maandiko na walikuwa wanayafahamu. The devoted Jews were actually waiting for the Messiah to come. Wale Wayahudi wataua walikuwa wanamngojea Masihi aje. Now he comes riding on a donkey. Na sasa anaingia akiwa amepanda mwanapunda. And they all acknowledge that here is the Messiah. Na wote wakakiri kwamba huyu ndiye Masihi. But trouble started in verse 12. Lakini shida zilianza pale mstari wa 12. It says, Then Jesus entered into the temple of God and drove out all those who bought and sold in the temple, and overturned the tables of money changers and the seats of those who sold doves. Yesu akaingia ndani ya hekalu, akawafukuza wote waliokuwa wakiuza na kununua hekaluni. Akazipindua meza za wabadili fedha na viti vyao waliokuwa wakiuza njiwa. So initially there was joy. Hapo mwanzo kulikuwa na furaha and acknowledgement that indeed he is the Messiah. Na kukiri kwamba kwa kweli yeye ndiye Masihi. But when he gets into the temple, lakini anapoingia katika hekalu, the trouble begins. Shida zinaanza. He chases away all those who are doing business in the temple. Anawafukuza wote waliokuwa wakifanya biashara katika hekalu. He overturns the tables of those who are changing money. Anapindua meza za wale waliokuwa wakibadili fedha. And overturned also the seats of those who are selling doves. Na vile vile kupindua viti waliokuwa wakiuza njiwa. So you can see the chaos that comes after the joy. Kwa hivyo tunaona yale kuchanganyikiwa ambao kulitokea baada ya furaha. Joy and then chaos. Furaha na taharuki. Then we come to a Bible verse in verse 14. Na sasa tunaingia katika somo letu katika mstari wa 14. And he says, Then the blind and the lame came to him in the temple and he healed them. Inasema kwamba na vipofu na viwete wakamwendea mule hekaluni akawaponya. But when the chief priests and the scribes saw the wonderful things that he did and the children crying out in the temple and saying, Hosanna to the Son of David, they were indignant. Lakini wakuu wa makuhani na waandishi walipoyaona maajabu aliyoyafanya, na watoto waliopaza sauti zao hekaluni wakisema, Hosana mwana wa Daudi, walikasirika. They were angry. Walikuwa na hasira. Those who had been joyful now were angry. Sasa wale walikuwa wamejawa na furaha, sasa wamejaa hasira. Why were they angry? Kwa nini walikasirika? Because Jesus had interfered with their business. Kwa sababu Yesu Kristo alikuwa ameingililia ile biashara yao. They had monopoly of business in the temple. Wao walikuwa na ndio wenyewe tu wangeweza kufanya biashara pale hekaluni. The priests were the ones selling there. We don't know exactly why they were selling there. Makuhani ndio walikuwa wakiuza pale. Hatujui hasa ni kwa nini walikuwa wakiuza pale. But they were selling, it says here, they were selling things there. Lakini inasema katika maandiko kwamba walikuwa wanauza vitu pale. Maybe they were selling some of the sheep and some of the goats that were needed for sacrifice. Pengine walikuwa wanauza baadhi ya mbuzi na kondoo waliohitajika
kama dhabihu. But if they were the same priests who are going to offer the sacrifices, Lakini sasa kama walikuwa wao ndio wale makuhani ambao walikuwa wanaenda kutoa ile dhabihu, then obviously they determined the price of the gods of the sheep. kwa hivyo kwa hasa wao ndio walikuwa wanatengeneza ile bei, And they can inflate it the way they want. walikuwa wanaweza kupandisha vile walivyokuwa So their business here is interfered with. na kwa hivyo sasa Yesu anaingilia katika biashara yao. The money changers, Wale waliokuwa wakibadili fedha they don't just change one to one, they always make some profit out of it. hawabadilishi pesa moja kwa ingine, kila wakati wanafanya faida, And now their profit is destroyed. na sasa faida yao And imeharibiwa. the sellers of the doves, Na wale waliokuwa wakiuza njiwa, Jesus has released their doves. sasa Yesu amewachilia wale njiwa wao, They end up with a loss. wamepoteza. So that's the reason that they got angry Hiyo ndio sababu iliyowafanya wakasirike, with Jesus. wamkasirikie The Yesu. second reason, Sababu ya pili, because Jesus taught kwa sababu Yesu alifundisha that true worship must come from the heart. kwamba ibada ya kweli lazima itoke kwa moyo. It's not about obeying certain rules, carefully following them, Ibada sio kufuata sheria fulani, that leads to salvation. hiyo inaweza kupelekea mtu kupokea wokovu, But the heart must be involved. lakini moyo lazima uhusike. If a sacrifice is brought, the heart must be involved. Kama dhabihu inaletwa, lazima moyo uhusike. And Jesus taught that it's better, the sacrifice is better to give your heart Na Yesu Kristo akafundisha kwamba ni heri kutoa moyo wako than to do a lot of physical activities, kuliko kufanya kazi nyingi, and yet your heart is far from God. na kwamba moyo wako ungali mbali na Mungu. Now this made them angry. Na hii iliwafanya wakasirike. Obviously they can't be happy with this kind of teaching. Kwa kweli hawangeweza kufurahia mafundisho kama And haya. there's a third reason why they were angry. Lakini kuna sababu ya tatu iliyowafanya wakasirike. Because the Messiah did not reveal himself in the glory and the power the way they expected. Kwa sababu Masihi hakujifunua kwao katika utukufu na ule uweza ambao walikuwa wanatarajia. They were expecting that the Messiah will come, he'll be very powerful, Walikuwa wanatarajia kwamba Masihi atakapokuja atakuwa ni mwenye uwezo, probably like an angel. pengine kama malaika, I will bring order, ili aweze kuleta utangamano, he'll punish the wicked. aweze kuadhibu wale ambao wanatenda dhambi. But now comes the son of a carpenter. Lakini sasa anakuja mwana wa seremala, There comes a friend of sinners. na hapo anakuja rafiki ya watenda dhambi. Instead of punishing sinners, he's their friend. Badala ya kuwaadhibu wale wenye dhambi, amekuwa rafiki wao. That made the scribes and the chief priests very angry. Hiyo iliwafanya waandishi na wakuu wakasirike. Brothers and sisters, Wapendwa kina kaka na dada, today also Jesus comes to us. leo Yesu anakuja kwetu. He wants to give us an inheritance of his kingdom. Na anataka kutupatia uradhi wa ufalme wake. Comes to us, Anakuja kwetu, and we have to receive him in the proper way na ni lazima tumpokee kwa njia for inayofaa, us to inherit the kingdom that he wants to give to us. ili tuweze kuurithi ule ufalme ambao anataka kutupatia. The right way to receive Jesus Njia inayofaa kumpokea Yesu Kristo is to joyfully receive his teachings. ni kupokea mafundisho yake kwa furaha. His teachings are good for us. Mafundisho yake ni mema kwetu. When we take the teachings of Jesus, or these teachings are mine and they are good for me, Tunapoyachukua mafundisho ya Yesu Kristo na kusema kwamba haya mafundisho ni yangu na ni mema kwangu, then we are true disciples of Jesus. hapo tunakuwa wanafunzi kamili wa Yesu Kristo. What does Jesus teach? Yesu anafundisha nini? He teaches us, do not worry about earthly life. Anatufundisha kwamba
tusikuwe na hofu juu ya maisha ya hapa ulimwenguni. He said the Father is concerned about our situation. Ndio anasema kwamba baba yetu wa mbinguni anayajali yale mahitaji yetu. He concerned about what we shall eat. Yeye anajali kile ambacho tutakula. He is concerned about what we should wear. Yeye anashughulikia kile ambacho tutafaa. But what we should do is seek first his kingdom and his righteousness. Lakini kile ambacho tunapaswa kufanya ni kutafuta ufalme wake kwanza. That is the first priority in our daily life should always be the things to do with the kingdom of God. Cha muhimu katika maisha yetu ya kila siku napaswa kuwa yale mambo ambayo yanahusika na ufalme wa Mungu. Seek first and then all these other things shall be added unto you. Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na hayo mambo mengine tutazidishiwa. That's the teaching of Jesus. Hayo ni mafundisho ya Yesu Kristo. Embrace it, tuyachukue and apply it in our lives. na tuyatumie katika maisha yetu. The second teaching of Jesus Fundisho la pili la Yesu Kristo is when he told the apostles, go to all nations. ni pale alipowaambia mitume, enendeni ulimwenguni kote And make disciples. mkawafanye wanafunzi, Baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. mkiwabatiza katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho And Mtakatifu, I will always be with you. na nitakuwa nanyi kila wakati. This is the teaching of Jesus and it is good. Hii ni fundisho la Yesu Kristo na ni fundisho jema. We embrace it. We say it's good for us. We are going to do that. Tulikubali na tuseme kwamba ni njema kwetu na tunaenda kufanya hivyo. That's a proper way of receiving Jesus. Hiyo ndio njia inayofaa ya kumpokea Yesu Then Kristo. we don't get angry at Jesus. Na tusikasirishwe na Yesu. The second one, La pili, we trust God even when we do not understand what He is doing. kwamba tunamwamini Mungu hata kama hatuelewi chenye anafanya. You cannot understand God. Hatuwezi kumwelewa Mungu. But don't become frustrated when you see He's not acting in the way you want. Lakini usikate tamaa unapoona kwamba atendi kulingana na yale ambayo unataka yatendeke. I know, for example, now we want this corona stuff to disappear. Najua sasa tunataka tuondolewe hii janga la corona. We want it out, but it keeps coming. Tunataka liondolewe lakini linaendelea na kurudi. After some time here, the second wave has started. Baada ya kipindi fulani tunasikia kwamba awamu ya pili imeanza. When we think it's gone, there's a third wave has started. Na tunapofikiria kwamba limeondoka, tunasikia kwamba kuna awamu ya tatu. We have no idea when these waves are going to end. Hatujui hizi awamu zitaisha lini. But we trust in God. Lakini tunamwamini Mungu. Because we know He loves us. Kwa sababu tunajua kwamba anatupenda. Even if we do not understand what He is doing. Hata kama hatuelewi kile anachofanya. We know that He has good intentions for us. Lakini tunajua kwamba ana mipango miema kwetu. To give us a good future. Kutupatia kesho iliyo ya kweli. A future that is free of suffering. Kesho ambayo haina mateso. A future that is free of disease. Kesho ambayo haina magonjwa. A future that is free of hunger. Siku za kesho ambazo hazina njaa. He has promised He will give it to us. Yameahidi na anatupatia. And even if we don't see it now, we can still trust in Him and wait. Hata kama hatuoni hilo leo, tunaweza kumwamini na tusubiri. And we shall not succumb to the seduction of the evil one. Na kwamba hatutaanguka katika ile mapenzi ya yule mwovu. The next one. Ile ingine. The way to receive Jesus. Njia ya kumpokea Yesu Kristo. Don't bargain with Him. Usifanye kujipanga na yeye. Don't say, okay, if you do this, I will do that. Usimwambie kwamba ukitenda hili nami nitafanya hili. Jesus, if you remove this, I will follow you. Usimwambie kwamba Yesu Kristo ukiniondolea hili nitakufuata. That's not the proper way of receiving Jesus. Hiyo sio ile njia mwafaka ya kumpokea Yesu Kristo. Very soon you're going to become very angry with Him. Hivi karibuni utakasirika naye. Don't bargain with Jesus. Usianze kubadilishana na yeye. Because He has already done everything for us. Kwa sababu
tayari amefanya kila kitu kwa He ajili yetu. offered his life. What else can he do Alitoa uhai wake. Ni nini kingine anachoweza kufanya that will satisfy us? kile ambazo kitaweza kututosheleza? There's nothing that can go above the sacrifice that he has offered. Hakuna kile ambacho kinaweza kuzidi ile dhabihu yake. Trust him Tumwamini that he has good intentions for us. kwamba anayo mipango iliyo bora kwetu. That is a way to receive Jesus. Hiyo ndiyo njia ya kumpokea Yesu. And then we also help him in reaching out to our neighbor. Na vile vile kumsaidia ili tuweze kumfikia jirani wetu. We know that our neighbor needs to be saved. Tunajua kwamba jirani yetu anahitaji kuokolewa. But sometimes he's very nasty, the neighbor. Lakini wakati mwingine yule jirani hata hapendezi. He causes us harm. Yeye anatutakia mabaya. But Jesus wants to save the neighbor. Lakini Yesu Kristo anataka kumuokoa jirani. And he wants us to help him to reach to that neighbor. Na anataka tumsaidie ili kumfikia yule jirani. Show him love. Tumuonyeshe upendo. Show empathy. Tumuonyeshe kule kukua naye wakati wa magumu. And help him to come to Jesus. Na kumsaidia ili aje kwa Yesu Kristo. Again, that's a way of receiving Jesus. Hiyo ndiyo njia ya kumpokea Yesu Kristo. The proper way. Ile njia inayofaa. And then the last one. Na ya mwisho, we receive his servants. Kwamba tuwapokee watumishi wake. Jesus comes to us through his servants. Yesu anakuja kwetu kupitia kwa watumishi wake. Those who receive his servants receive him. Wale ambao watawapokea watumishi wake wanampokea Yesu. His servants are just human beings. Watumishi wake ni wanadamu tu wa They are kawaida. sinners. Ni wenye dhambi. And sometimes you know their weaknesses. Hata wengine mnajua ile mapungufu yao. But Jesus has chosen them. Lakini Yesu Kristo amewachagua. That they can be his instruments here on earth. Ili waweze kuwa vyombo vyake hapa duniani. If we receive them tukiwapokea in faith, katika imani, then we have received Jesus. Hapo tutakuwa tumempokea Yesu Kristo in the proper way. katika njia inayofaa. Those who receive Jesus in the proper way, wale ambao watampokea Kristo katika njia inayofaa, are true disciples of Jesus. hao ni wanafunzi kamili wa Yesu Kristo. And these are the ones he will take when he comes. Na hao ndio wale atakaowachukua wakati atakaporudi. And he will grant them his kingdom. Na hapo atawapatia ufalme wake. Amen. Amen. My dear brothers and sisters, wapendwa kina kaka na dada, we have heard the message for today tumeusikia ujumbe wa siku ya leo on how to receive Jesus. jinsi ya kumpokea Yesu Kristo. We receive him in his servants. Tunampokea kwa watumishi wake. We receive him in his teachings. Tunampokea katika mafundisho yake. When we obey those teachings tunapoyatii yale mafundisho and align our lives according to those teachings, na kuishi maisha yetu kulingana na yale mafundisho. we also receive Jesus in Holy Communion. Na vile vile tunampokea Yesu Kristo kupitia kwa ushirika mtakatifu. He said, "Do this in remembrance of me." Alisema kwamba fanyeni hivi kwa kunikumbuka. We always celebrate Holy Communion to remember the Lord Jesus. Hivyo tunasherehekea ushirika mtakatifu kumkumbuka Bwana wetu Yesu. We want to remain close to him. Tunataka kukaa karibu naye. When we partake of the body and the blood, tunaposhiriki juu ya mwili na damu yake, then we are very close to him. hapo tunakuwa karibu naye. He speaks to us and tells us, "I love you. Yeye anazungumza nasi, anatuambia kwamba ninawapenda. I will come for you. Nitawakujia. I will give you the kingdom." Nitawapatia ufalme. Beloved brothers and sisters, we need to take this Holy Communion in the proper way. Lakini wapendwa kina kaka na dada, tunahitaji kupokea ushirika huu katika njia inayofaa. When our sins are forgiven. Pale dhambi zetu zinaposamehewa. Again, Jesus expects that we should forgive others. Na tena Yesu Kristo anatarajia kwamba tuweze kuwasamehe wale wengine. When we forgive them, tunapowasamehe, we have a chance. Tunayo nafasi that our sins are also forgiven. Kwamba dhambi zetu pia zinasamehewa. Then we can celebrate Holy Communion in a happy way. Na hapo tunaweza kushiriki ushirika mtakatifu katika njia ya furaha. And it has its full effect on us. Na hiyo inakuwa na inafanya kazi kamili ndani yetu. Strengthens our faith. Inatia nguvu imani yetu. So in preparation for the forgiveness of sins and celebration of Holy Communion, na ili kujiandaa kwa ajili ya
kupokea msamaha wa dhambi na kushiriki ushirika mtakatifu, we shall sing the hymn of repentance. Tutaimba wimbo wa toba. We shall now stand and pray the prayer which our Lord Jesus taught us. Hivi sasa tutasimama ili tuweze kuomba sala ambayo Kristo alitufundisha. In Kiswahili. Katika lugha ya Kiswahili. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje. Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu. Utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehavyo wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu. Kwa kuwa ufalme ni wako, na nguvu, na utukufu hata milele. Amen. I proclaim unto you the glad tidings. Hivi sasa nawaletea habari njema. In the name of our Lord Jesus Christ. Katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, the Son of the living God. Mwana wa Mungu aliye hai. Your sins are forgiven. Dhambi zenu zimesamehewa. And the peace of the risen one. Na amani ya aliyefufuka abide with you. Iwe nanyi. Amen. Amen. Dear Heavenly Father, Baba mpendwa uliye mbinguni, we thank you for forgiving us our sins. Tunakushukuru kwa msamaha wa dhambi. We thank you for your grace. Tunakushukuru kwa neema yako. We thank you for the sacrifice of Jesus Christ. Tunakushukuru kwa dhabihu ya Yesu Kristo. Because it is through this sacrifice that we can now come close to you. Kwa sababu ni kupitia kwa dhabihu hii yake tunaweza kukukaribia and call you Father. Na kukuita Baba. Thank you, Father. Asante Baba.
Thank you for the activity of the Holy Spirit, Asante kwa kazi ya Roho Mtakatifu, who is working in us, yule ambaye anafanya kazi ndani and yetu, training us to become like Jesus. kutufundisha ili tuwe kama Kristo. Thank you for the activity of the apostle ministry. Asante kwa kazi ya utumishi wa utume. Many are being reconciled with God. Wengi wanapatanishwa na Mungu. Thank you for the servants who serve in the congregation. Asante kwa watumishi wale wanaohudumu katika makusanyiko. Sacrifices they make, let them be blessed. Na ile kujitolea wanazofanya wawezeshe wabarikiwe. Bless their families too. Bariki familia zao Bless pia. the brothers and sisters Wabariki ndugu na dada, who spend time and money wale ambao wanatumia muda wao na fedha zao helping out in God's work. kusaidia katika kazi ya Bwana. Let them know that you are near them Wawezeshe wajue kwamba ukaribu nao and you are blessing their works. na kwamba unabariki kazi zao. We pray this in Jesus' name. Na tunaomba hili katika jina la Yesu. Amen. 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 Let us now close the divine service with a prayer. Na sasa tufunge ibada yetu kwa maombi. Dear Heavenly Father, Mpendwa Baba wetu wa mbinguni, once again we come to you mara nyingine twanja mbele to zako give you thanks and to give you praise. kukushukuru na kukusifu. You have been speaking to us. Umekuwa ukinena nasi, You have been strengthening us and showing us the right way. umekuwa ukitutia nguvu na kutuonyesha njia inayofaa, Right way to receive Jesus. njia inayofaa kumpokea Yesu We Kristo. thank you for this teaching. Asante kwa fundisho hili. We thank you, dear Father, Tunakushukuru Baba wetu wa that we mbinguni could fellowship together kwamba tunaweza kuwa na ushirika pamoja through these means kupitia kwa njia hii that are electronic. ya kielektroniki. We know you have blessed it, Tunajua kwamba umeibariki and we thank you for this. na tunakushukuru. We thank you for the offerings that brothers and sisters have made here and there. Tunakushukuru kwa sababu ya sadaka ndugu na dada wamefanya hapa na pale. Please receive these offerings Baba, pokea hizi and give blessings to your children. na peana baraka kwa watoto wako. Let them know you are near them. Wawezeshe wafahamu kwamba ukaribu nao. Heal those who are sick, Waponye wale ambao ni wagonjwa, those who have been affected by this pandemic. wale ambao wameathiriwa na hili janga. Please help them, Baba, wasaidie, comfort them and heal them. watulize moyo na waponye. And again, we look forward to the time when this restriction is removed. Na tena tunatazama kipindi ambacho ili kuzuiliwa kutaweza kuondolewa. Please intervene Tafadhali ingililia and please katikati remove the restriction. na utuondolee haya kuzuiliwa huku. We know you are able to do that. Tunajua unaweza kufanya hivyo. For we pray this in Jesus' name. Tunaomba hili katika jina la Yesu. Amen. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo and the love of God na upendo wa Mungu and the communion of the Holy Spirit na ushirika wa Roho Mtakatifu be with you all.
iwe nanyi nyote. Amen. Please be seated. Tafadhali tuketi. We can now hear our closing hymn. Tunaweza kusikia wimbo wa kufunga. Dear brothers and sisters, we have now come to the end of this transmission. Wapendwa kina kaka na dada, sasa tumefika mwisho wa kupeperusha huku kwa hili ibada. As I told you at the beginning, we were not expecting to return to restrictions of this nature. Kama nilivyowaambia hapo mbeleni, hatukuwa tunatarajia kwamba tutarudi katika hali hii. But now that it has happened, lakini kwa sababu imefanyika, we go along. Lazima tutii. This restriction is affecting Nairobi, Machakos and Nakuru. Ili kuzuiliwa huku kuna nguza wale walio Nairobi, Machakos na Nakuru and Kiambu. So all the congregations within this area, yale makusanyiko ambayo yalia katika maeneo haya, will receive the transmission. Watapokea kupeperushwa huku kwa matangazo through this YouTube channel. Ile ambayo inakuja kwenyu kupitia katika mtandao wa YouTube. But in the other areas, the services will continue according to the guidelines. Lakini katika maeneo yale mengine, ibada zitaendelea kulingana na yale uelekezo ambao tunapewa the Ministry of Health and kutoka katika idara ya afya and the Interfaith Council, na kile kikundi cha wale kutoka kwa the Interfaith Council. The apostles already have those guidelines and they will guide you along. Mitume wanao zile sheria ambazo zimetolewa na watawasaidia. So thank you so much. See you next weekend. Asante sana, tukutane juma lijalo.